Hehe. Kila moyo unapodunda, unadunda kwenye viwanja. Nikukumbushe tu, weka pause, kunywa maji, alafu kumbuka, hii haina kipengele, labda uje nacho wewe bosi. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Ukimaliza hapo sasa, kumbatia kodi ya frequency. Ukumbukwe ni channel namba 1 kwa ubora wa habari za michezo, kujua tetesi za usajili, mahojiano mbalimbali ya wachezaji. Bwana, ni Florentine Ibenge, kocha wa klabu ya soka ya Azam FC ambaye ni kocha bora sana. Asubuhi ya mapema ametoa ya moyoni kuelezea kiwango cha Prince Mpumelelo Dube ambaye kwa sasa ameonekana ni mkuki mwenye sumu na ni mti wenye matunda kwa sasa, ambaye anaonekana kuwa na kiwango bora, ameonekana kuwa na performance bora, ameonekana kuwa mzizi wa klabu ya soka ya Young Africans. Hata ukiangalia kwenye mechi ambazo Young Africans wanacheza kwa sasa, macho yao yote wamekuwa wakimwangalia Prince Dube Mpumelelo, yani mwana wa mfalme, ndiye ambaye amekuwa akichezesha timu sana kwenye eneo la juu na amekuwa akifanikiwa sana kuipa timu ushindi wa kishindo, akihusika kwenye mabao mengi, lakini pia akihusika kwenye kufunga moja kwa moja. Na hii inaonyesha kwamba yeye ni mchezaji wa namna gani. Striker ambaye anakupa assist, anakupa goli, na ni striker ambaye anakupa mashambulizi ya mara kwa mara, kwa sababu Dube akiwa nje ya uwanja huwezi ukayaona mashambulizi ambayo anayafanya Prince Dube, lakini akishaingia tu ndio zile kosa zinaanza. Hii inatoa taswira kwamba ni mchezaji mwenye uthubutu na mwenye kuzijua nafasi zake na mwenye kujua kucreate nafasi zake. Ndio maana amekuwa miongoni mwa wachezaji ambao wanajua sana kutengeneza nafasi na kutengeneza njia nzuri za upachikaji wa mabao. Kwa hiyo Prince Dube ni miongoni mwa wachezaji ambao kiwango chao cha utekelezaji wa majukumu ni mkubwa mno. So Florentine Ibenge anatoa ya moyoni, anazungumza kiundani maswali machache ambayo yameulizwa kuelekea katika dabi ya Mzizima au Dar es Salaam dabi, ambayo amesema yeye anasema kwamba Young Africans ni miongoni mwa timu kubwa au ni timu kubwa katika ligi ya Tanzania bara, na ni mchezaji ambaye ni timu ambayo ina ugumu tayari amekutana nayo katika michuano ya Mapinduzi ikamlaza yo. Lakini kitu kingine ambacho kinamfurahisha ni kwamba anaona kwamba anapata challenge kubwa sana kwenye vilabu vikubwa. Young Africans ni miongoni mwa timu ambayo sasa kiwango cha Prince Dube ndio subject to qualification kwake, yani kwa maana kwamba inampa wakati mgumu sana kuweza kustad hard kiwango au kukisoma kiwango cha mpinzani, kwa maana ya aina ya wachezaji ambayo ipo nao. Young Africans ina wachezaji wa maana sana. Ina mchezaji kama Prince Dube ambaye anaonekana kuwa na kiwango bora, anaonekana kuwa na uwezo bora wa uchezaji, lakini pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wanajituma sana kwenye performance zao, lakini pia anahusika na namna moja ama nyingine kwenye kutengeneza nafasi. Lakini kama Prince Dube ukimshika kwenye klabu ya soka Young Africans, ni rahisi sana kuikamata Young Africans. Ndio maana Young Africans wamekuwa wakimlinda sana Prince Dube, hasa katika mipira ya kushambulia na jilinda, kwa sababu yule anatumika kama targeted, kwamba wanaweza wakafanya shambulizi la kwanza, la pili, la tatu, la nne Dube akaweka au akatoa assist. Ndio hata tulikuja kushuhudia katika mechi ya jana ambayo Prince Dube alikuwa man of the match, alipiga goli la kwanza, lakini leo ni goli zuri tamu, lakini goli la pili ambalo alipata penalty, Alan Okello anafunga. Goli la tatu tumeshuhudia pia ambalo Mudathiri amefunga, ni Prince Dube yule ndiye ambaye alipiga shuti, golikipa anaipangua, anafunga Mudathiri. Haya basi, what a performance for Prince Mpumelelo Dube, akiwa na magoli 4 ya muhimu, magoli 6 mpaka hivi.